Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku Iran kupitia jeshi lake la IRGC likijibu mashambulizi hayo usiku wa kuamkia leo. Marekani imefanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo hasa kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini zaidi ikilenga kushambulia nguvu ya Iran katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, kiasi kwamba walitaka Iran isiweze kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz na wala wasiweze kufunga. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yamefanywa ili kudhoofisha uwezo wa vikosi vya Iran wa kutishia uhuru wa usafiri majini katika lango la Hormuz. Shirika la habari la serikali ya Iran limeripoti milipuko katika miji kadhaa iliyopo pwani ya kusini mwa Iran, kuanzia lango la bahari la Hormuz, ghuba ya Oman. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni katika maeneo ya Bandar Abbas, ambapo usiku wa kuamkia leo kulikuwa na mashambulizi makubwa mno. Hata hivyo, maeneo mengine ya miundombinu muhimu inayotumiwa na jeshi la wanamaji la Iran, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, nayo pia yameshambuliwa. Mashambulizi hayo pia yamelenga miji ya Konarak na Chabahar, ambapo vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kukatika kwa umeme na kuharibiwa kwa mnara wa kudhibiti usafiri wa majini. Milipuko pia imeripotiwa katika mji wa Iranshahr ulioko kusini mashariki mwa Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr. Kadhalika, wakati ambapo Marekani inafanya mashambulizi hayo ni wakati ambapo Iran ilijipanga kujibu mapigo. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limejibu mapigo katika kuhakikisha inaishambulia Marekani na kushambulia ngome zake zilizopo katika maeneo ya Mashariki ya Kati. IRGC, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kupitia mashambulizi ya anga limefanya mashambulizi hayo kushambulia miundombinu katika maeneo manne ya ngome za kijeshi za Marekani katika nchi ya Kuwait pamoja na Bahrain, katika awamu ya kwanza ya majibu dhidi ya mashambulizi yaliyofanywa hivi punde na Marekani. Jeshi hilo limefanya mashambulizi katika kujibu siku ya jana usiku, na ikionyesha kwamba ilishambulia maeneo ya Arifjan na kambi ya Ali Al-Salem huko Kuwait pamoja na Jufair na Sheikh Isa, ambapo kambi hiyo ipo Bahrain. Lakini pia imeshambulia katika miundombinu mingine kwa kutumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la Marekani, mashambulizi mazito yaliyofanywa na Marekani katika maeneo ya Iran yalilenga katika miundombinu na kueleza kwamba sasa mpango wao ni kuona kwamba walikuwa wakihakikisha Iran isiwe na silaha wala isiwe na uwezo wa kufanya mashambulizi. Lakini jambo ambalo limeelezwa na jeshi la Iran ni kwamba Marekani imeshambulia katika maeneo ya madaraja, lakini pia na kushambulia katika eneo la hospitali, lakini kuhakikisha mfumo wa gridi ya taifa ya umeme unaharibika, na kwamba umeme usiku wa jana haukuwepo nchini Iran, moja kati ya madhara yaliyotokana na mashambulizi hayo. Lakini pia kidaiwa kwamba mtoto mdogo mmoja ameuawa kutokana na mashambulizi hayo. Kituo cha Noaz News kinachohusishwa na idara kuu ya usalama wa taifa la Iran kimenukuu chanzo cha kijeshi kikisema kuwa Iran inapanga kufanya shughuli kubwa hivi karibuni ya mashambulizi makubwa zaidi katika kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo ya Mashariki ya Kati kama hatua ya kisasi zaidi. Kabla ya kuamuru mashambulizi hayo mapya, Trump alitangaza ukomo wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran, jambo lililowafanya wapatanishi wa Pakistan na Qatar pamoja na Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kupunguza mvutano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baqei, alisema jana Jumatano kwamba mashambulizi ya Marekani yalikiuka makubaliano ya kusitisha vita, na hasa kipengele kinachosisitiza wajibu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuamua taratibu za kuhakikisha meli zinapita kwa usalama kupitia lango la bahari la Hormuz. Mlango wa Hormuz unaendelea kuwa kitovu cha mvutano katika mzozo wa Mashariki ya Kati ambao ulianza mwishoni mwa mwezi Februari kwa mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye anatarajiwa kuzikwa katika mji alikozaliwa wa Mashhad siku ya leo Alhamisi. Tehran inasema kwamba bado inayo mamlaka katika lango la bahari la Hormuz. Tehran imesisitiza kuwa ina mamlaka ya kudhibiti mlango wa Hormuz, ikisema itavitoza ada vyombo vinavyopita katika njia hiyo na kutishia kushambulia meli zinazotoka katika njia iliyoidhinishwa na mamlaka zake.
Tehran imesema imeshauzuia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia sasa, na wachambuzi wa mambo wakisema sasa hali ya uchumi itarajiwe kuwa ngumu zaidi, tofauti na hata kipindi cha vita kilichopita, isipokuwa tu labda vita hivi visitishwe mara moja. Huko Uturuki, rais wa Marekani Donald Trump amepata nguvu kupitia NATO baada ya NATO kusema wapo tayari kuunga mkono kile ambacho Iran inakiuka makubaliano hayo. Katibu mkuu wa NATO hata hivyo ametoa wito wa pande zote kujizuia na kiwango cha juu. Hali kadhalika Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran, nayo pia imeeleza hivyo hivyo. Iran ilisema waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi na waziri mkuu wa Qatar walizungumza kwa njia ya simu siku ya Jumatano na kusisitiza umuhimu wa kutumia njia za kidiplomasia kutatua masuala ya kikanda. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.